Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kikao cha 14 cha baraza la uongozi la nchi 9 wanachama wa mkataba wa Lusaka Agreement Task Force kimefanyika kwa siku 3 jijini Arusha, huku katika kikao hicho waziri wa maliasili na utalii wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Pindi Chana akichaguliwa kuwa rais mpya wa baraza la uongozi na kuchukua nafasi ya waziri wa maliasili wa Kenya Mheshimiwa Rebecca Miano ambaye amehitimisha kipindi cha uongozi wake. Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Chana anaeleza kwamba Tanzania kupata nafasi ya kuwa rais wa baraza la uongozi la mkataba wa Lusaka unaashiria kuimarika kwa nafasi ya Tanzania katika juhudi za kikanda katika usimamizi wa misitu na mazao yake na udhibiti wa uhalifu wa wanyamapori unaovuka mipaka. Nichukue nafasi hii awali ya yote kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake bora. Leo tulikuwa hapa Arusha tarehe 8, tuko na mawaziri wenzangu kutoka nchi mwanachama wa mkataba wa Lusaka. Nini maana ya mkataba wa Lusaka? Lusaka Agreement Task Force ni mkataba wa Lusaka ambao nchi wanachama tupo Tanzania, Kenya, Malawi, Kongo, nchi zisizopungua 6 pamoja na Liberia, Lesotho. Tunakuja pamoja na kusema kwamba tushirikiane katika masuala mazima ya uhalifu, katika masuala ya rasilimali za wanyama na misitu, ili pale uhalifu unapotokea katika nchi moja, wanapotaka kwenda wahalifu nchi nyingine, mnashirikiana katika kudhibiti hizi rasilimali ambazo tunazo katika nchi zetu. Ni rasilimali ambazo kimsingi tunapaswa kuzitunza. Kwa hiyo Lusaka Agreement ni agreement ambayo nchi wanachama wanakuja pamoja na kusema sasa tuunde task force. Task force hii itasaidia kudhibiti, kwa sababu kuna watu wanafanya uhalifu, wanaua wanyama wetu, wanachukua nyara kinyume na taratibu, wanakimbilia nchi moja au nyingine. Kwa hiyo nchi wanachama tukasema lazima tuje pamoja chini ya mwamvuli wa Lusaka Agreement Task Force tuweze kushirikiana, kubadilishana taarifa, kufanya doria za pamoja, kufanya mafunzo ya pamoja. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru sana waheshimiwa marais wetu akiwemo Dr. Samia Suluhu Hassan. Chini ya uongozi wake bora tunaona Lusaka Agreement Task Force inafanya kazi nzuri sana. Pamoja nami nipo na waziri mwenzangu Mheshimiwa Rebecca, na yeye atazungumza kidogo na mawaziri wengine. Kwa hiyo huu ni mkataba ambao ni muhimu sana katika kubadilishana uzoefu, lakini pia tumeleta wadau mbalimbali. Kwa mfano ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka pia tulikuwa naye, wadau wengine wa kimataifa UNDP, UNEP na wadau wengine wengi, WWF ni miongoni mwa wadau ambao sote kwa pamoja tunasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali zetu, kulinda wanyama wetu, kulinda misitu yetu kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa Rebecca Miano alimaliza muda wake wa kuwa rais wa baraza hilo amempongeza Mheshimiwa Pindi Chana kwa kupata nafasi ya kuwa rais wa baraza hilo na kueleza kwamba umoja huo ni muhimu kwa kuwa pamoja ni rahisi kudhibiti uhalifu wa wanyamapori unaovuka mipaka. Kwanza naleta salamu kutoka nchi ya Kenya na kusema ya kwamba kupitia uongozi wa rais wetu Dr. William Samoei Ruto ambaye ametuongoza vizuri, tumeweza kushiriki katika hii Lusaka Agreement Governing Council na Task Force. Tumekuwa sisi ndio viongozi ama rais wa hiyo Governing Council, na leo tumeweza kupatia huo uongozi waziri wetu hapa wa Tanzania Dr. Pindi, na ningetaka kumupatia pongezi na kumtakia mema akiongoza Lusaka Task Force. Na tumeona umuhimu wa Lusaka Task Force tukishirikiana, zile nchi zote wameweka ratiba ama wamejoin hiyo Lusaka Task Force. Tukishirikiana pamoja tutaweza kupunguza uhalifu ambao unatokea kwa wanyama wetu wa pori na kwa misitu yetu, ili tuweze kutunza rasilimali zetu zote. Tunajua Afrika Mungu ameibariki kabisa, ametupatia mengi,
ambayo yanavutia watalii kutoka dunia yote, lakini tukiachia wahalifu waharibu rasilimali zetu, waharibu wanyama wetu na misitu yetu, tutapata hasara kubwa na tutaona wananchi wetu hawatafaidika. Ndio maana tunatilia maanani ili hii Lusaka Task Force tushirikiane wote pamoja, Kenya, Tanzania, Zambia na nchi zingine ambazo wako members wa hii Lusaka Task Force. Tukiendelea hapo mbele, tunahimiza nchi zote za Afrika zote waweze kuja waungane na sisi, kwa sababu zile shida za uhalifu kwa wanyama wetu na misitu zetu haijui mipaka. Tusiposhikana wote, tutaona wahalifu watatoka nchi hii waende ingine, lakini tukiwa pamoja tutaziba yale mashimo wanatumia na tutaweza kukumbatiana na ile uhalifu tumeona na tutakuza Afrika yetu. Ndio maana tuweze kukua na utalii wa kutosha, vijana wetu wapate kazi, watu wetu na jamii wafaidike, wapate mapato, tupate pesa za kigeni. Na tunajua Afrika ile yote tuko nayo haipatikani mahali popote pengine hapa duniani, na ndio maana tumeshirikiana vizuri leo tuweze kushikana mikono, tuweze kutunza mali yetu, tuweze kutengeneza ile boundaries na kutengeneza ua mzuri na mzito, ndio tuendeleze nchi zetu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.